Mstari wa 13. Asema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Therefore, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kwa sababu naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alitukomboa mpaka akatuingiza, kwa sababu hakutukomboa na akatuacha hivyo. Alitukomboa na akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hivyo ndio ukombozi. Kwa hivyo kuombe na mtu na kumwacha hivyo, kisha mkomboa na kuhamisha na mleta katika ufalme wake. Kuangalia King James anasema delivered us from the power of darkness, that translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Someone who delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of his dear Son. Come and deliver us from the power of darkness. Hapa translate as the kingdom of his dear Son. Kuna part of deliverance. Kama unakombolewa kutoka kwa ama kwa delivered from. Au uko delivered hivyo from hapo na achi hivyo. Anasema kama baada ya kukombolewa na kuleta katika ufalme wa mwanao. Kwa ufalme wa pendo la mwanao. Kwa deliverance si kwamba mtu anakomboa tafana anakuacha hivyo. Hapana. Mtu anakomboa, kisha kukomboa na kuja na kuwa miliki yake kama inakuwa mali yake. Unakuwa chini ya ukuu wake. Kwa hivyo ukombozi kwamba unakomboa tu mtu afanache hivyo, kama kwa mfano kama vile tunaona kwamba watu wanaondoa pepo kwa mtu kisha kuondoa na kuacha hiyo. Kwa unapata hiyo siku ukombozi. Hiyo siku ukombozi. Kwa hivyo ukombozi ni kuondoa mahali hapo na unakuwa mtu anakuwa miliki yako ama na miliki hiyo mtu. Mtu anakuwa mali yako. Kwa kulingana na Kolosai 1:13 ndio 14. Kwa unapata ukombozi ni kuondolewa kutoka hadi. Ukombozi ni kuondolewa kutoka kitu fulani hadi kitu fulani. Na unakuwa delivered from. Unaondolewa kutoka ama unakombolewa kutoka kwa hadi. Ndio ukombozi. Kwa hivyo siku hapo tunakombolewa alafu naacha hivi. Kwa hivyo ukombozi ni kukombolewa kutoka kwa ufalme fulani hadi ufalme fulani. Anakuwa delivered ama unakombolewa kutoka katika ufalme fulani hadi ufalme fulani. Unakuwa delivered from another kingdom to another kingdom. To another kingdom. Kwa hivyo ukombozi unamaanisha kwamba unakombolewa mahali penye ulikuwa katika ufalme wa giza. Mtu ambaye yuko katika ufalme wa giza. Sasa wakati anakombolewa kutoka katika kama wakati anaokoka anakuwa na kombolewa katika kutoka ufalme wa giza hadi ufalme wa mwanao Yesu Kristo. Kwa unapata ndio ukombozi. Ukombozi unatoka katika ufalme wa giza hadi ufalme wa mwanao Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu akisema kwamba mkombolewa inamaanisha kwamba hauko tena kwa ile ufalme ambao ulikuwa kabla uokoke. Kwa katika ufalme mpya wa Yesu Kristo. Kwa mtu akisema kwamba maisha kama haiko katika ufalme wa giza ambapo alikuwa kabla hajaokoka, kwa katika ufalme mwingine mpya. Kwa hiyo unapata ndio ukombozi. Ukombozi kuondolewa kutoka katika ufalme wa ufungwa ama ufalme wa giza hadi ufalme wa mwanao Yesu Kristo.
Kwa hiyo muamini mtu ambaye amekombolewa kutoka katika ufalme wa giza hadi ufalme wa mwanao Yesu Kristo. Muamini mtu ambaye amekombolewa kutoka katika ufalme wa giza hadi ufalme wa mwanao Yesu Kristo. Muamini mtu ambaye amekombolewa kutoka katika ufalme wa giza hadi ufalme wa mwanao Yesu Kristo. Kanapata ukombozi ni movement, ama kutoka kitu movement. Kwa hivyo ukombozi si activity ama matukio ambayo zinafanyika makanisa. Kwa hivyo ukombozi si activity ama matukio. Ukombozi ni movement. Unaendelea kutoka mahali hadi mahali. Kwa hivyo si matukio ama activities. Kwa hivyo wakati unakuwa umekombolewa kutoka katika ufalme wa giza hadi ufalme wa Yesu Kristo, na maisha kwamba kwa katika kama muumini ambaye katika ufalme wa Yesu Kristo, na maisha kwamba katika ufalme wa giza haina mamlaka kwake tena. Muumini ambaye katika ufalme wa mwanao Yesu Kristo, kwa ufalme wa giza haina mamlaka kwake tena, ama ufalme wa giza tena imtawali, kwa sababu ameshaondolewa kutoka, kama ameshakombolewa kutoka huko. Kwa hiyo ufalme wa giza haitawali muamini tena. Ufalme wa giza haitawali. Kwa hiyo anakuwa chini ya utawali wa ufalme wa mwanao Yesu Kristo. Ufalme wa giza haina mamlaka juu yake tena. Kwa hiyo anakuwa ufalme wa giza haitawali muamini kabisa, mtawali milele. Kuna pale penye neno Roma hutumika kama kombozi. Mesha kwamba unakuwa na kombolewa kutoka mahali hadi mahali fulani. Unakuwa kutoka kitu fulani hadi kitu fulani. Unapata kwamba ni mtu ndiye anakombolewa kutoka mahali. Sio kama kitu nina kombolewa kutoka, kama kitu kinaondolewa kutoka kwake. Ni mtu ndiye anaondolewa ama anakombolea kutoka kitu fulani. Kwa hivyo kombozi wewe sio kwa kuondoa kitu ndani mwako ama kuondoa kitu kwako. Ni wewe ndio unaondolewa kutoka kwa kitu. Kwa hivyo kombozi ni kuondoa mtu kutoka kwa kitu fulani hadi kitu fulani. Kwa hivyo kuondoa pepo kwa mtu wewe sio kombozi. Unapewa anaondolewa kwako, sio mwenyewe kwamba ndio unaondolewa kutoka kwa nini. Wakati kombozi inaweza kuondoa mtu kutoka kwa pepo hadi kutoka katika mkono ya mfalme wa pepo hadi mfalme wa mwanao Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa pepo inaondolewa kwa hiyo kwa kombozi. Mtu ndiye anaondolewa kutoka kwa pepo ama kutoka katika nguvu ya pepo ama nguvu ya giza. Kwa hivyo hujakombolewa tu kuishi hivyo, ama ukombolewa na ukaacha tu uishi hivyo. Kana ukombolewa ni kwa mkombozi, ili ya kutumia kwa purpose yake ama kwa mpango yake. Kwa hivyo akomboa tu na akaacha tu hivyo, alikomboa ili kuja kwa sababu ya kusudi lake. Sababu ya kusudi lake. Kwa unapata ukombozi kuondolewa mama kuondolewa katika ufungwa na kuleta katika uhuru. Ukombozi pia ni kuondolewa katika ufungwa, kuleta katika uhuru. Na kushakombolewa na kwamba ukombolewa milele. Si kwamba kwa mtu ndiye atafika wakati urudi huko. Unakuwa kushaondolewa katika ufunga ama kuondolewa katika nguvu za giza. Unakuwa muondolewa kwa milele.
na kwa muondolewa kwa milele. Mwenye tuangalia penye hiyo ukombozi imetumika. Soma Mathayo 6:13. Mathayo 6:13. Matthew 6:13. Nasema hivi, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Sema tuokoe, kwa King James nasema deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power, the glory of forever. Amen. Kwa kaina pale deliver ama tuokoe. Kwa sema ukoe katika mwovu. Kwa King James nasema evil, but originally inasema evil one. Mwovu ino kwa vinaangalia kukula kutoka mtamu, kukula kutoka shetani, kukula kutoka shetani. Kwa ukombozi ni kuondolewa kutoka mahali hadi mahali. Sema Luke chapter 11 verse 4. Luke 11:4. Luka 11 mstari wa 4. Nasema utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu. Bado peke sema naongelea tuokoe na yule muovu. Kwa unapata yale neno kwa hiyo verse ama maandiko. Kuna pata original linasema kwamba kwa hiyo kulikuwa kwa lugha asili, kwa hiyo tunasema kama liliandikwa kwa original. Kwa hiyo sema kwamba naomba kwamba Mungu atusamehe na nasema kwamba utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye, na usitie majaribuni. Kwa hiyo unapata agano jipya tunataka kwamba tunamsamaha tayari. Kwa hivyo si kitu ambacho kinaomba ama kitu ambacho mwamini anatarajia kupokea. Kwa msamaha, unapata msamaha pia si kwa agano jipya kama maombi ama mtu anaomba na asamehewe. Kwa unapata sio kwamba naomba kwamba ama kwamba Mungu hawasamehe dhambi zao. Kumbuka kwamba bado pia palikuwa chini ya sheria. Kwa agano pale kale tunapata kwamba watu walikuwa wakiomba kwamba msamaha dhambi. Tunapata kwa nasema kwa sababu ndio wameomba, walikuwa wanatoa sadaka ya wanyama ili ndio wasamehewe. Kwa pale na kale sime iko kwamba unamsamehe dhambi zetu ama utusamehe dhambi zetu. Unasamehe dhambi zetu kwa kuwa sema unatusamehe dhambi zetu kwa kuwa nasi tunasamehe kila tumwiaye. Unatusamehe dhambi zetu kwa hivyo Mungu kutusamea sisi ndinafanya tusamehe wale ambao wanatukosea. Na kutusamea inafanya kwamba tafanya sio tunasamehe wale ambao wanatukosea. Kwa hivyo Yesu kwa kwamba atipaka Mungu akusamehe ndio wao usamehe. Ndio atipaka Mungu akusamehe ndio usamehe. Kwa hivyo sisi tunasema kwa sababu Mungu
ndio tusamehe. Kwa hivyo tunasamehe kitu ambacho ama tunapeana kitu ambacho tuko nacho tayari ama tulishapewa tayari. Kwa hivyo sio kitu ambacho hauna. Kwa hivyo tunasamehe kwa sababu tunasamehe dhambi zetu au tunasamehe watu makosa yao kwa sababu Mungu alitusamehe. Kuna baada kwamba sisi tunajifunza kutoka kwa Mungu, si kwamba tu Mungu anajifunza kutoka kwetu. Kusema kwamba tunangoja Mungu atusamehe ndio tusamehe, sio kwamba Mungu anajifunza kutoka kwetu. Mungu anajifunza kutoka kwetu ama sema kwamba sisi, baada hapana, sisi tunajifunza kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunasamehe kwa sababu Mungu ametusamehe. Wewe Mungu anatusamehe dhambi zetu ili sisi tusamehe wale ambao wanatukosea, wale ambao wanatukosea ama ambao wanatukosa. Kisha pia anasema kwamba nasi usitutie majaribuni. Kwa hiyo hapo kusoma hivyo inamaanisha kwamba Mungu ndiye anaweka katika majaribuni ama katika majaribio. Baada kusema kitabu cha James sama Yakobo anasema kwamba Mungu hamjaribu mtu wala hajaribi na mabaya. Yakobo anasema kwamba Mungu hamjaribu mtu wala hajaribi na mabaya. Kwa hivyo kaangalia pale majaribu yametumika kwa kanuni nyingi, utakuta kwamba Mungu atumika kama mtu ambaye anajaribu. Tusome Yakobo 1:13. Tunasoma Yakobo 1:13. Anasema hivi, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe amjaribu mtu. Kwa hiyo Yakobo anaeleza kwamba ni tabia ya Mungu kwamba hamjaribu mtu, na sababu kama mtu ajaribu hapa asiseme inajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hiyo Mungu hajaribi na mabaya, yeye hamjaribu mtu na mabaya. Kwa hiyo Yakobo anataka kwamba tusiwe pesa kusema kwamba Mungu anamjaribu, Mungu kujikuta kwa majaribu fulani, kujikuta tatizo fulani, kwa hiyo sema kwamba Mungu ndiye anasababisha ama analeta shida kunijaribu ama jaribu imani. Kwa hiyo anasema kwamba tusiwe pesa kusema hivyo. Kwa matana kwa Yaduka matana anasema kwamba usitie katika majaribu. Kwa hivyo kiasili nasema kwamba hautikii katika majaribu. Hautikii katika majaribu. Wewe Mungu atii watu katika majaribu ama aweke watu katika majaribuni. Ukisema verse 14 Yakobo 1:14 anasema, verse 14 Yakobo 1:14 anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huko akivutwa na kudanganya. Kwa hivyo mtu anajaribiwa na tamaa yake. Kwa hivyo tamaa yake inamweka majaribuni. Kwa hivyo hajasema kama mtu anajaribiwa na Mungu. Anajaribiwa na tamaa yake. Tamaa inamweka katika majaribu. Kwa hivyo hajasema hata shetani anamjaribu. Anasema ni tamaa yake. Kama majaribina tokana na mtu mwenyewe. Kama wakati mtu ameweka majaribuni na ama akwa ili ama kubia katika majaribu, napata pia anakuwa na pia shetani pia nafasi katika majaribu. Kwa hivyo si kwamba shetani anaweka mtu majaribuni na Mungu anaweka mtu majaribuni. Kwa hiyo mtu mwenyewe anajiweka katika majaribu kwa sababu ya tamaa yake. Kwa unapata hapa Yakobo hajataja kwamba Mungu anajaribu mtu ama shetani anajaribu mtu. Unapata majaribu inatoka na mtu mwenyewe. Inatokana na mtu mwenyewe, madamu mwenyewe anajiingiza katika majaribu ama anajiletea majaribio. Kwa Mungu hajataja pale kama shetani. Leo kuna watu wanakuambia kufanya kitu kibaya, anasema shetani nami amasababisha akafanya.
But Biblia inasema kwamba ni mtu mwenyewe sababu ya tamaa zake. Kwa hivyo napata katika wakati umekuwa hili kwa majaribio ndio unaweza pia shetani pia na ausiana nayo kufanya hicho kitu. Lakini sasa tu kwamba shetani anakuingiza kama ni Mungu. Kwa hiyo unapata Mungu atutie katika majaribu, yeye ndiye anatukomboa katika kutoka majaribuni. Mungu anatukomboa kutoka katika majaribu. Kwa unapata majaribu si kazi ya Mungu, majaribu ni kazi ya mwanadamu mwenyewe. Jaribu inatokana na mwanadamu mwenyewe. Kwa majaribio ni kazi ya mwanadamu, si kazi ya Mungu wala shetani. Mwanadamu mwenyewe ndiye anazahusisha shetani katika majaribu. Shetani atekeleze kazi yake, lakini si majaribu, si kazi ya mwanadamu ama si kazi ya Mungu ama ya shetani, kazi ya mwanadamu mwenyewe. Ndio mwenyewe anajiletea maneza juu katika majaribu. Kwa hivyo Mungu anatusamehe ili sisi tuweze kusamehe wengine ambao wanatukosea. Kwa hivyo si kwamba Mungu anangoja atusamehe wengine ndio atusamehe. Hii itakuwa kama Mungu anajifunza kutoka kwetu. Nisho kwamba tusiposamehe Mungu pia atusamehe ama atusamehe. Kwa hivyo napata tabia ya Mungu. Kwa hivyo wakati usamehe, kwa hivyo kama inamaanisha kwamba wakati atusamehe pia Mungu atusamehe. Kwa hivyo ingekuwa pia Mungu pia anafanya dhambi, maana kutosamehe pia ni dhambi. Kwa hivyo Mungu pia angekuwa anafanya dhambi kwa sababu ya amekataa kusamehe. Kwa hivyo Mungu atusamehe ili sisi tusamehe wengine. Msoma Galatia 4 na Waefeso Waefeso 4:32. Ephesians chapter 4 verse 32. Waefeso 4:32 anasema hivi: tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kwa hivyo sema kama mkasameheana kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe. Kwa hivyo Mungu atusamehe, alisamehe katika Kristo ili sisi pia tusameheane. Kwa hivyo alishatusamehe sisi ndo nataka tufuate hiyo msamaha ili tusamehe wengine. Kuna pata Paulo ametueleza kwamba Mungu atusamehe katika Kristo ili sisi pia tuweze pia kusamehe ambao wanatukosea. Kwa hiyo Mungu ndiye anafanya nafu sisi nafuata kile ambacho amekufanya. Kwa hivyo sisi kama tusamehe ndio tusamehe wengine. Yeye anatusamehe ili sisi tusamehe wengine.
Kwa hiyo sisi tunafuata example ya Mungu. Kwa hiyo si Mungu anafuata example yetu, maana anafuata vile sisi tunafanya. Unapata mataifa ilikuwa bado chini ya sheria. Watu walikuwa bado na mentality ya under the law. Kwa katika sheria ndio watu walikuwa kiomba msamaha wasamehe, wanafungwa kuomba ili wasamehewe. Tunapata kama watu walikuwa wasamehewa kwa sababu ya dhabihu ya wanyama. Dhambi yako zinafunikwa, si kwa sababu watu wameomba ama na kufunga kwenda kana dhabihu. Tunaona tutafikia pale hapo. Next time tutakuja tuendelee kutokea pale. Nimesema kwa miguu yetu. Karibisha Bwana tuongoza kwa hatua nyingine.